Mwisho ni plani ya mwaka 2024. Mheshimiwa Mwenyekiti, nafikiri tutakumbuka kwamba sisi kama kampuni tuliwasilisha ile plani ya manispaa ya Geita na halmashauri ya wilaya mwezi wa pili. Nafikiri zilipelekwa wizarani walileta mrejesho kama sikosei ilikuwa mwezi wa 8 wakitaka maelezo zaidi. Nafikiri manispaa waliwajibu na kibali kilitoka mwezi wa 12 au 11 mwishoni kama sikosei. Sasa ile plani kuitekeleza ndani ya mwezi mmoja ilikuwa sio rahisi. Kwa hiyo Tume ya Madini wametuandikia wakiwa wanataka plani ya mwaka 2025. Kwa hiyo tumekubaliana kama kampuni, na hii inawasilisha ni position ya uongozi wa kampuni kwamba resubmit tena plani ya mwaka jana iwe ndio plani ya mwaka 2025. Sasa nyinyi mmejitengenezea kanuni za wapi za kusema hiyo hela ya mwaka jana imepotea? Mwenyekiti, unachokisema ni sahihi. Na je, ni serikali imechelewesha au ninyi mmechelewesha? Mwenyekiti, unachokisema hapa mwisho ni sahihi. Lakini ni sahihi tu pale ambapo wenzetu wange approve ile plan ndani ya muda. Nikumbuke kama anavyosema Gilbert, kampuni iliwasilisha mwezi Februari, actually ni mwezi Februari, si ndio? Halafu tukakaa kusubiri. Nisikilizeni vizuri, msilete mchezo. Msilete mchezo. Hakuna biashara ujanja kama hiyo. Bilioni 9 za wananchi za mahusiano nataka kuzichukua hivi hivi, na nyinyi mnaamini kwa Geita Gold Mine mko sahihi? Yaani kweli management yote mmekaa mmekubaliana mfanye hivi? Kabla mwenyekiti nimalizie. Hakuna cha kumalizia. Tokeni muendelee na kazi zenu. Siku mkizirudisha ndio tutakuja hapa tukaketi. Sasa kuleta upuuzi hapa. Yaani mnajijengea kama imani ya kweli. Watoke kwanza, hakuna cha taarifa. Yaani mnatengeneza utaratibu wa kwenu mnaujua nyinyi. Hivi Gilbert ndio umetumwa hivi? Au Duranyi ndio amekuja na utaratibu wake? Hivi Duranyi MD tukimtaka sisi aondoke, atabaki hapa? Tusipowapa nyinyi sisi support yenu kufanya kazi yenu mgodini, mtaendelea na kufanya kazi yenu hapa? Hao wananchi ambao wanasubiria hayo maendeleo, nyinyi mnakaa tu kwenye bodi mnasema halmashauri zimechelewa kuleta mipango, mmeshindwa ku approve, hiyo hela tunaifuta. Nyinyi mtaendelea kufanya kazi yenu hapa? Mimi nawauliza, mtaendelea kufanya kazi? Sasa tokeni. Mpaka mtulete fedha ndio mtakaje ofisi. Kama mleti fedha za wananchi wala msije usiri kwangu. Mtaenda TAMISEMI, mtaenda madini, labda mnaenda kwa DC, lakini sio kwa mkuu wa mkoa. Hata kwa mkuu wa mkoa wilaya amekataa. Tuone mtakwenda kwenye ofisi gani kupata support. Takwa la CSR ni la kisheria. Na bahati mbaya mimi nimesomea masuala ya sheria za madini na masuala ya rasilimali ya gesi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa sheria yetu ya madini kifungu cha 105 na kwa mujibu wa kanuni ya CSR ya 2023, CSR inapaswa kulipwa kila mwaka wa bajeti. Kila mwaka. Ni kwa mujibu wa sheria. Kwa nini nataka niwashawishi wajumbe kwamba kwenye mengineyo liwemo la kumpongeza mwenyekiti na kikao hiki kwa kuchukua kwa mujibu wa taratibu na kanuni na sheria kuchukua majukumu yake. Tujipongeze kwa mujibu wa sheria. Niko nadhani ingia kwenye mengineyo. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, nashauri lisiishie hapo. Kama hivyo ndivyo na ni takwa la kisheria na alikufanyika, nadhani kikao hiki kielekeze kama Rasha au nani waandikiwe barua ya kucomply. Kwa sababu kupita mwaka haina maana kwamba shughuli za madini hazikufanyika. Mwaka zilifanyika na CSR ni kwa mujibu wa kazi zilizofanyika kwa mwaka huo kwa mahusiano ya jamii ambayo iko karibu na mgodi. Kwa nilikuwa nashauri kwamba pengine sasa liende mbali zaidi kwamba waandikiwe wa comply kwa mujibu wa sheria na kanuni kama ilivyotakiwa. Kwa toa nje ni sawa kwa leo, lakini nadhani compliance, kwa sababu wao wametoka wakijua kwamba hiyo imejifuta. Haiwezi kujifuta mheshimiwa mwenyekiti.